taarifa ya habari kutoka CGFM. Msomaji ni Florentina Nyambuka. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali imetenga shilingi milioni 650 katika mwaka ujao wa fedha kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa miundombinu ya hospitali ya wilaya ya Tabora ili itoe huduma bora kwa wananchi. Baadhi ya wananchi wa kijiji cha Kasisi B, kata ya Isila, wilaya ya Uyui, mkoani Tabora, wamelalamikia uwepo wa wizi wa mali zao wakati wa usiku. Na katika habari za kimataifa, Baraza la Katiba la Senegal limekataa kusikiliza pingamizi la kurejeshwa bungeni kwa waziri mkuu wa zamani Othmani Sonko, ambaye sasa anahudumu kama spika wa bunge la nchi hiyo. Habari kamili. Serikali imetenga shilingi milioni 650 katika mwaka ujao wa fedha kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa miundombinu ya hospitali ya wilaya ya Tabora ili itoe huduma bora kwa wananchi. Tujiunge na mwanahabari wetu Nyamizi Mdake kwa undani wa taarifa hii. Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, anayeshughulikia afya, Daktari Jafari Seif, amebainisha hayo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la msingi la mbunge wa Tabora mjini Hawa Mwaifunga aliyetaka kujua mpango wa serikali wa kujenga kituo cha afya au zahanati katika kata ya Mbugani yenye wakazi 20,000. Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2021-22 hadi kufikia mwaka 2025-26, serikali imetoa jumla shilingi bilioni 6.087 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya halmashauri, ujenzi wa vituo vya afya 4 vya Maili 5, Misha, Tumbi na Itetemia, moja na ukamilishaji wa maboma 7 ya zahanati katika halmashauri ya manispaa ya Tabora. Serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa maboma ya zahanati yaliyojengwa kwa nguvu za wananchi, ikiwemo zahanati inayojengwa katika kata ya Mbuguni pindi itakapofikia hatua ya boma. Akiuliza maswali mawili ya nyongeza, mbunge Mwaifunga ametaka kufahamu ni lini serikali itaipunguzia mzigo zahanati ya Town Clinic inayohudumia zaidi ya kata 7 ikiwemo kata ya Mbugani. Nataka kufahamu serikali haioni sasa umefika wakati wa kuwasaidia wananchi hawa wa kata ya Mbugani kupata zahanati ama kituo cha afya ili wawe karibu na huduma za afya? Swali langu la pili, tunayo Town Clinic pale, lakini mara zote tumekuwa tukiomba serikali kupandisha hadhi Town Clinic hiyo ili iweze kuwa kituo cha afya, kwa sababu inahudumia zaidi ya kata 7 ambazo zinazunguka. Lakini Town Clinic hiyo ina majengo ambayo hayajakamilika, hayawezi kutoa huduma kabisa, lakini wananchi wanakwenda pale na wanakuwa na msongamano mkubwa. Akitoa majibu ya maswali hayo, Naibu Waziri Seif ameahidi kutembelea mkoa wa Tabora na kuangalia namna ya kuipandisha hadhi zahanati ya Town Clinic ili kuipunguzia mzigo. Awali, mbunge wa viti maalum mkoa wa Tabora Christina Mdeme ameuliza mpango wa serikali wa kujenga kituo cha afya katika kata ya Bukumbi wilayani Uyui ili kuwaondolea kero wananchi. Serikali imekuwa ikiboresha sekta ya afya ikiwemo kujenga vituo vya afya nchini, na kwa kuwa baadhi ya maeneo ndani ya nchi yetu na hususan mkoa wa Tabora bado hazijapata kituo cha afya. Je, serikali ina mpango gani wa kujenga kituo cha afya katika kata ya Bukumbi wilaya ya Uyui ambacho tusaidia kuhudumia kata ya Bukumbi, kata ya Shitage na kata ya Igurungu na kuwaondolea changamoto ya kufuata huduma ya afya kwa kipindi kirefu wananchi wa kata hizo ambazo wamekuwa nayo kwa kipindi kirefu. Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, anayeshughulikia afya, Daktari Jafari Seif, amesema tayari wameshaomba fedha Wizara ya Fedha kwa ajili ya ujenzi wa vituo 94 vya kimkakati kikiwemo cha kata ya Bukumbi. Nyamizi Mdaki, CGFM. Baadhi ya wananchi wa kijiji cha Kasisi B, kata ya Isila, wilaya ya Uyui, mkoani Tabora, wamelalamikia uwepo wa wizi wa mali zao wakati wa usiku. Taarifa ya mwandishi wetu Avelius Evodius inafafanua zaidi. Wakizungumza na CGFM, baadhi ya wananchi hao Amina Ali na Mlisho Mansuri wamesema kuwa udokozi wa mali zao hasa kuku na mahindi
limekuwa tatizo kubwa hasa wakati wa usiku. Wapo wa kutosha tu, wanadokua mahindi, vyombo, kuku, vitu vingi tu. Unakuwa mtu kweli unamfahamu, lakini kama hujamkamata hauwezi kumkuta kwamba umeniibia hiki na hiki, kwa sababu hujamshika, una ushahidi, ila unakuwa unamsikia huyu, ni hivyo tu. Vijana hawa wanasumbua kwa sababu kwanza mazingira wanaoishi ni magumu. Wazazi wetu wamevaa sana, maeneo ya kilimo ni machache, ndio wanajikuta kwenye mazingira wanaingia, basi anapitia kwa mtu debe la mahindi au ka plastiki. Kwa upande wake, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Kasisibi Simba Mbesi amekiri kuwepo kwa udokozi huo ambayo ni kero kubwa kwa wananchi, huku akisema vijana wanaoshiriki vitendo hivyo wanafahamika na kwamba uongozi wa serikali ya kijiji umekutana na wazazi wao mara kwa mara kuwaeleza matatizo ya vijana wao. Sana ni udokozi wa mahindi. Mfano hapa juzi kati watu wanakuta mtu labda kapiga mahindi yake kaweka hapa na kwa hajaingiza ndani, lakini matokeo yake wanavuta gunia pembeni, wakifika wanalipunguza, mwingine anamwaga na shinda kuyabeba, basi anaondoka na kidogo. Mimi nafikiri kitu cha msingi ili tuweze kufanikisha jambo hili ni kuboresha tu ulinzi na usalama. Amesema kuwa tatizo la kuwepo kwa udokozi huo linatokana na kijiji hicho kutokuwa na ulinzi shirikishi, hali inayosababisha uhalifu huo kuwepo. Lakini hivyo tuna mpango huo ili tuanzishe ulinzi shirikishi ili tuweze kuzuia udokozi mdogo ambao unajitokeza kwa hali ambayo iliyopo kwa sasa. Awamu ya kwanza ulinzi shirikishi ulikuwepo, lakini sasa kulingana na mazingira ambao walikuwa tumewateua kwa sababu kila mtaa tuliteua. Sasa baada ya kuwa wameondoka wengine kwa wamesafiri na nini, basi hatukuweza tena kufanyaje kuketi na kujaribu kuchagua wengine. Kijiji cha Kasisibi ni miongoni mwa vijiji vya kata 30 za halmashauri ya wilaya ya Uyui mkoani Tabora ambavyo havina ulinzi shirikishi. Avelius Evodius, CJFM. Serikali imeshauriwa kuwekeza katika sekta zinazokuza uchumi wa nchi ikiwemo sekta ya kilimo ili kutimiza azma yake ya kutegemea mapato ya ndani katika bajeti kuu ya mwaka ujao wa fedha. Ushauri huo umetolewa na mchambuzi wa masuala ya uchumi mkoani Tabora, Mrisho Mgawe, wakati akizungumza na mwandishi wetu Emil Kasapa, ambaye alianza kwa kumuuliza serikali kujitegemea kwa zaidi ya 70% kwenye bajeti yake kuna ashiria nini. Kiwango hicho kinatoa picha kwamba uwezo wa ndani wa makusanyo kwa serikali umekuwa mkubwa, kitu ambacho kinaipa serikali uhuru zaidi wa kupanga miradi yake na kuitekeleza, kwa sababu mara nyingi miradi ya serikali inapangwa kupitia bajeti kuu, lakini sehemu kubwa ya fedha inakuwa inasubiri wahisani. Kwa wakati mwingine wahisani hawaleti zile fedha kwa wakati, kitu ambacho kinachopelekea baadhi ya miradi isitekelezwe. Serikali inaweza kupata changamoto gani sasa katika kutafuta hayo mapato ya ndani, hasa trilioni 46 ambazo wamesema watazitafuta? Changamoto ya kwanza, nafikiri kwanza inabidi wawekeze fedha nyingi zaidi kwenye mamlaka ya ukusanyaji wa kodi, waajiri zaidi na watengeneze mazingira rafiki kwa mlipa kodi, kwa maana ifuatayo kwamba ili uweze kusanya trilioni 46, tafsiri yake ni kwamba ni lazima uwe na walipa kodi wengi. Kuwa na walipa kodi wengi tafsiri yake ni kuongeza wigo wa walipaji wa kodi. Kwa hiyo baadhi ya shughuli na sekta ambazo labda zilikuwa zijajumuishwa katika mifumo ya kikodi lazima zijumuishe. Labda nichukue tu mfano mfugaji. Mtu ana ng'ombe 10,000 lakini hana tini namba, halipi kodi. Ni kodi yake anasubiria zaidi pale anapopeleka ng'ombe mnadani. Na serikali hiyo inamuona maskini, lakini inakuja kupambana na mtu ambaye ana mtaji wa 500,000 amefungua kibanda mjini. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba lazima tuongeze wigo wa walipa kodi. Serikali imesema kwamba ni ongezeko la 10% kwenye bajeti kutoka bajeti iliyopita. Ongezeko hili linaendana na uhalisia wa uchumi wa Tanzania kwa sasa? Mimi kwangu kiniuliza jambo hilo naweza nikasema bado uhalisia wa ukuaji wa uchumi bado, kwa sababu unajua ni nini? Kodi ni matokeo ya ukuaji, sio compliances. Watu wanapaswa walipe kodi kutokana na kukua kwa biashara, kwamba nimefanya biashara, nimekokotoa gharama zangu, nimezitoa, faida imepatikana, natakiwa niilipe serikali. Lakini kodi nyingi zinazolipwa ni takwa la kisheria, kwamba ni lazima nilipe, nichukue hata sehemu ya mtaji wangu nilipe kodi, ili hali nikwepe mkono wa sheria, mkono wa serikali. Kwa hiyo wanavyopanga kwamba tunaongeza bajeti kutoka trilioni 56 kwenda kwenye trilioni 62.3, zaidi ya 10%, lazima serikali ishafanya hizo projection, hiyo income collection projection lazima ishafanywa, kwamba tutawatoza kina nani hii kodi ili tufike hapa.
Maana yake ni kwamba wakisitegemee wigo ule ule ambao ulikuwa unasumbua miaka 2, 3, 4 nyuma, kwamba ndio utaweza kukusanya hizo fedha. Serikali inaweza kutumia mikakati gani kuhakikisha kwamba ongezeko la ukusanyaji wa mapato ya ndani hauwi mzigo mkubwa kwa wananchi? Kwanza ni diversify. Yaani mfano, tuna sekta nyingi, tuna sekta ya madini, tuna sekta ya utalii, tuna sekta ya kilimo. Sekta inayoajiri watu wengi zaidi ni sekta ya kilimo. Ili tuweze kuongeza wigo wa walipa kodi huko, lazima serikali pia iongeze bajeti yake kwenye sekta ya kilimo. Watu wapate matrekta, walime vinavyotakikana, wafuge. Ili tukawatoze kodi, la msingi zaidi ni kwamba lazima tuangalie kwamba kwenye hizi trilioni 62 tutazipata wapi? Kwenye madini tuchukue kiasi gani? Kwenye mifugo tuchukue kiasi gani? Kwenye kilimo tuchukue kiasi gani? Kwenye biashara tuchukue kiasi gani? Tusije tukasema tu bwana hizi 62 madini, biashara. Maana yake watu watashindwa kulipa, tutaingia ni migogoro na walipa kodi. Kwa hiyo lazima sasa serikali iongeze kiwango cha fedha kwenye sekta ambazo zinaajiri watu wengi. Huyo ni mchambuzi wa masuala ya uchumi mkoani Tabora, Mrisho Mgawe, akihitimisha mahojiano na mwanahabari wetu Emil Kasapa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka CGFM Radio, na sasa ni wasaa wa biashara na uchumi. Wananchi wa kijiji cha Kasisibi kata ya Isila wilaya ya Uyui mkoani Tabora wameagizwa kuacha kuuza chakula walichopata mwaka huu ili kukabiliana na baa la njaa. Taarifa kamili na Stefania Lyson. Agizo hilo limetolewa na mwenyekiti wa kijiji hicho Simba Mbesi wakati akizungumza na CGFM, akisema kuuza chakula kunaweza kusababisha njaa katika kaya. Kidogo chakula kiko vizuri, hali sio mbaya sana kivile sana kama jinsi tunavyofikiria. Chakula kidogo watu wamepata cha kuweza kuwasukuma mpaka hapo patakapoweza kuwa tumeanza na mvua. Watunze chakula, wasitumie chakula ovyo ovyo, wasiuze. Mikakati ambayo tulioipanga ni kuhakikisha kwamba kila mwananchi hakikisha kwamba awe na chakula cha kutosha cha kumfikisha mpaka masika kule, ili aweze kujikwamua kwa hapa katikati mpaka anapofikia kwenye kilimo. Hata kama anakuwa na shida, lakini hakikisha kwamba kile chakula kinamfikisha kwenye sehemu ambayo itamwezesha anakuwa amejiokoa kulingana na swala la njaa. Akizungumzia umuhimu wa kutunza chakula, mkazi wa kitongoji na kijiji cha Kasisibi kata ya Isila wilaya ya Uyui, Mrisho Hamduni, amesema anajitahidi kutouza chakula alichopata ili kisaidie na familia yake. Pande wa chakula, tunamshukuru mwenyekiti wetu wa serikali, muda mwingi anapofanya mikutano ya hadhara anahakikisha kwamba tamko lake kwa wananchi ni kwamba hali ya hewa sio rafiki. Jua mwaka huu limewaka muda mrefu, kilichopo tukitunze ili kiweze kutuokoa. Lakini kwa chakula, kwa takwimu ya haraka ya kila kaya, chakula hakitoshi. Isipokuwa kwa kauli ya serikali ya mwenyekiti wetu wa serikali katuambia kwamba tutunze chakula ili kitufikishe baada ya miezi kadhaa. Kwa upande wake Amina Abdalla amesema suala la kutunza chakula pia hutegemeana na majukumu ya mtu kwenye kaya yake, lakini familia ikikosa chakula madhara yake ni makubwa. Hapo sasa kwenye kutunza chakula ni hayo ni majukumu ya mtu kwenye mji wake, akiwa ana malazi kwenye familia yake anaweza akatunza chakula, akiwa na pesa, mradi wa kuingiza pesa ana uwezo wa kutunza chakula, lakini kama ana matatizo hawezi kutunza chakula na ukame wa pesa na akiwepo na familia. Kwa hiyo inakuwepo ni ngumu. Yaani hata kusema tu ni chakula kama kipo lazima shida iwepo kwa sababu ni familia. Kuna wengine anaweza kuleta changamoto nyingi. Ana familia hana, amekopa, ndio inakuwepo kazi kulipa, inaleta kushtakiana. Mashirika ya Umoja Mataifa ya chakula na kilimo duniani FAO na la mpango wa chakula WFP hapa Tanzania yamesihi wananchi kuwa na desturi ya kuhifadhi chakula walicholima ili uwepo mfumo endelevu wa chakula, kwa sababu chakula kinachozalishwa nchini ni bora. Stefania Lyson, CGFM. Halmashauri ya wilaya Igunga mkoani Tabora imekipongeza watumishi wa kikosi kazi cha kukusanya mapato ya ndani kwa kazi nzuri wanayoendelea nayo. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Christian Edward. Pongezi hizo zimetolewa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Igunga Selwa Hamidi wakati wa hafla fupi ya kuwagawia pikipiki watumishi walioko katika kikosi kazi hicho. Amesema mapato ya ndani yamewezesha kupatikana kwa pikipiki ambazo zimegawiwa kwa baadhi ya watumishi waliopo kwenye kikosi kazi hicho, na kwamba anaamini zitapunguza adha wakati wanafuatilia mapato katika maeneo tofauti.
Selwa amesema ni jambo la busara kuwapa pikipiki hizo kutoka kwenye mapato ya ndani ya halmashauri ili ziwasaidie kupunguza nguvu kubwa wanayotumia katika makusanyo ya mapato. Pia amekipongeza kikosi kazi hicho kwa kufanya kazi nzuri na kutoa elimu kuhusu vyanzo wanavyotumia kukusanya maduhuli ya serikali. Mkurugenzi mtendaji huyo wa halmashauri ya wilaya Igunga amesema hatua hiyo inachagiza kupeleka huduma kwa wananchi wa kata zote 35 na vijiji 119. Kwa upande wa mweka hazina wa halmashauri hiyo Mpakani Kalinga amesema wamenunua pikipiki hizo kutokana na mapato ya ndani kwa lengo la kuongeza usimamizi katika kufuatilia mapato. Akizungumza kwa niaba ya kikosi kazi hicho cha ukusanyaji wa mapato ya ndani ya halmashauri, mhasibu wa mapato wa halmashauri hiyo Ramadhan Chikuve amemshukuru mkurugenzi huyo kwa kuwawezesha kupata pikipiki zitakazotumika katika kufuatilia ukusanyaji wa mapato. Amesema wanaamini pikipiki hizo ni msaada mkubwa utakaowawezesha kwenda katika maeneo mbalimbali kwa wakati, kuimarisha ukusanyaji wa mapato na kuongeza ufanisi wa shughuli za mapato ya halmashauri hiyo. Christian Edward, CGFM. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Baraza la Katiba la Senegal limekataa kusikiliza pingamizi la kurejeshwa bungeni kwa waziri mkuu wa zamani Ousmane Sonko ambaye kwa sasa anahudumu kama spika wa bunge baada ya kutofautiana na Rais Bassirou Faye wa nchi hiyo. Taarifa kamili na Hussein Mshenga. Uamuzi huo umeonyesha kuimarisha nafasi ya Sonko katika bunge la kitaifa ambapo angeweza kuwa mpinzani mkubwa wa uwezo wa Rais Faye katika utawala wake. Baraza hilo la katiba la Senegal lilikuwa linatarajiwa kuwa suluhu ya mwisho kati ya mzozo huo kabla ya njia nyingine yoyote ya upinzani iliyoibua changamoto hiyo. Mwezi uliopita, Rais Faye alimuondosha madarakani waziri mkuu Ousmane Sonko baada ya miezi kadhaa ya mvutano baina yao na kutokukubaliana kati ya washirika hao kutokana na sera zake jinsi zinavyopaswa kukabiliana na deni la umma la Senegal. Hussein Mshenga, CGFM. Mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kwamba njaa kali inatarajiwa kuwa mbaya zaidi katika maeneo 13 yenye joto duniani katika miezi ijayo, huku migogoro ya uhaba wa fedha na majanga ya tabia nchi yakiwasukuma mamilioni ya watu karibu na njaa. Shirika la chakula na kilimo FAO na la mpango wa chakula duniani WFP limesema katika ripoti mpya ya pamoja kwamba hali zinatarajiwa kuwa mbaya zaidi kati ya mwezi Juni na Novemba mwaka huu. Karibu watu milioni 266 tayari wanakabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa usalama wa chakula na kutoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa WFP Kariskau amesema katika ripoti hiyo kuwa mamilioni zaidi wanatarajiwa kukabiliwa na njaa katika miezi ijayo na kuwasukuma wengine karibu na njaa. Amesema Sudani Kusini, Yemen na ukanda wa Gaza zinabaki kuwa maeneo yenye joto kali zaidi, huku Nigeria na Somalia zikiongezwa hivi karibuni katika kundi hilo, huku hali ikizidi kuwa mbaya na hatari ya njaa ikiongezeka. Nchi nyingine 7 pia ziko kwenye orodha ya maeneo yenye joto kali: Afghanistan, Kongo, Myanmar, Haiti, Mali, bila kusahau Lebanon na Madagascar. Na Marekani na Irani zimesaini mkataba wa awali unaoitaka Irani kutotengeneza au kununua silaha za nyuklia, kukomesha vikwazo vya kijeshi vya Marekani na kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Kwa mara nyingine huyu hapa Stephanie Layson. Kwa mara nyingine huyu hapa Hussein Mshenga kwa taarifa kamili. Kauli hiyo imetolewa na Rais Donald Trump wa Marekani wakati akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano wa mataifa makubwa yenye nguvu ya kiuchumi duniani G7 uliofanyika nchini Ufaransa, akisema makubaliano hayo yamefanikisha kila kitu alichokitarajia dhidi ya Iran. Siku ya Jumapili tulifikia makubaliano na Iran ambayo yalifanikisha kila kitu tulichokusudia kutimiza, ikiwemo kukomesha mzozo kwa
sasa kufungua tena mlango wa Hormuz na kuizuia Iran kupata silaha za nyuklia. Na hayo ndiyo ilikuwa sababu ya yote haya kwa 99%. Iran haiwezi kuwa na silaha hizo. Rais Trump ameongeza kuwa kuna hatari ya kudorora kwa uchumi wa dunia, huku akiba ya mafuta ikishuka kutokana na mwenendo wa mzozo huo. Lakini hii inafanya kazi ni kwamba inaruhusu meli kwenda, na bado tutaendelea kupiga mabomu meli hizo, kwani tunazungumzia dola milioni 500 hadi 700 kwa siku, ambazo ni pesa nyingi. Ndio maana dunia haiko katika hali nzuri. Tunaishiwa mafuta na akiba takriban wiki 4. Na unajua kuna akiba kote ulimwenguni na tungeishiwa, na hakuna ambaye yuko tayari kuona hali hii ya ajabu. Mkutano huo wa mataifa 7 yenye nguvu kiuchumi duniani G7 umefikia ukomo baada ya kuketi kwa siku 3 nchini Ufaransa, huku hali ya kidiplomasia ikizidi kuhimizwa kabla ya kutamatika kwa mkataba huo wa makubaliano ya muda ili kupata suluhu ya kudumu. Hussein Mshenga, CGFM. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imetenga shilingi milioni 650 katika mwaka ujao wa fedha kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa miundombinu ya hospitali ya wilaya Tabora ili itoe huduma bora kwa wananchi. Baadhi ya wananchi wa kijiji cha Kasisibi kata ya Isila wilaya ya Uyui mkoani Tabora wamelalamikia uwepo wa wizi wa mali zao wakati wa usiku. Na katika habari za kimataifa, baraza la katiba la Senegal limekataa kusikiliza pingamizi la kurejeshwa bungeni kwa waziri mkuu wa zamani Othman Sonko ambaye kwa sasa anahudumu kama spika wa bunge la nchi hiyo. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka CGFM, kwa niaba ya mhariri mkuu Tatas Filipo na wote waliowasikia, asante kwa kusikiliza na kutazama. Wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia YouTube kupitia CG Online TV, jina langu ni Florentina Nyambuka.